Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mambo yanazidi kuwa moto huko mtandaoni bwana. Hapa bwana, kuna hii voice ambayo Juma Lokole ameamua kujirekodi video na kufafanua kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea sasa hivi huko katika mitandao ya kijamii, hususan baada ya mwanadada Rita kuvujisha zile video ambazo zilikuwa zinaonyesha voice ambazo alikuwa anazungumza na mdogo wake Diamond ambaye anafahamika kwa jina la Eddy Santos, ambapo kwa mujibu wa Rita na kwa mujibu wa zile voice ilikuwa inaonekana kabisa kwamba mdogo wake Diamond alikuwa ametumwa na Diamond kwa lengo la kwenda kumbembeleza Rita waweze kurudiana. Bwana Zuchu, watu wanasema kwamba atakuwa yuko kwenye hali mbaya sana baada ya kusikia yale maneno ambayo Eddy Santos alikuwa anayazungumza wakati Rita anamrekodi na kuja kuzipost hizo voice note katika ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story. Kwa hiyo kwa kifupi bwana, mambo ni mengi kweli kweli, na tunaweza kusema kwamba mahusiano ya Diamond sasa hivi yako kwenye ukingo. Yani kidogo nadhani hali itakuwa lazima, mambo yatakuwa lazima yameshatibuka huko nyumbani kwa Diamond baada ya Zuchu kuona haya yanayoendelea. Lakini kwa upande wa Juma Lokole bwana, amekuja amemchamba huyu bibie Rita kwamba kile alichokifanya bwana sio ustaarabu wala haijakaa sawa wala sio jambo sahihi. Nataka hapa umsikilize Juma Lokole alichokisema, and then tutaangalia baadhi ya maoni pamoja na baadhi ya page ambavyo zimeripoti kuhusiana na sakata hili kwa ujumla. Hebu kwanza leo naomba nizungumze na Rita na wanawake wote wenye sampuli kama za Rita, mnaojiita majenzi. Mnaona kwa nini wakina Wema, Wolper, Anti na wengine wote star wana survive mjini? Kwa sababu ya vifua vyao. Tunaona walioyafanya kwa sababu ya vifua vyao. Rita, hizo staili za kuvujisha message, sauti za watu ambao ulishai kudate nao ni ushamba. My dear, utakosa mwanaume wa maana. Wanaume wa maana wataogopa kudate na wewe, watajua watadhalilika. Utawapata hawa wasanii waomba Mungu wenzangu wakina Wozu, utawapata hawa kina Divoice, utawapata hawa utawapata masharobalo vingasti, basi watakutumia na kukuacha. Hutopata mwanaume wa maana ambaye atakuja kukupa hata milioni 10, milioni 20. Wenzako wamejenga majumba, wasanii au usiona wamekaa hivyo kwa sababu ya vifua vyao. Wewe mnaimuona sasa hivi Wema Sepetu Zumbukuku. Wema Sepetu alikuwa ana date na Mo. Mimi ndo nawaambia leo, alikuwa na date na Mo, alikuwa anataka kuolewa mke wa pili kipindi hiko cha Kachube, kama mnakumbuka. Wengi sasa hivi simevamia mitandao kwa sababu hamjui mitandao inaendaje. Hakika kabisa hamjui mitandao inaendaje. Sisi wahenga wa Instagram huko na Facebook tunajua enzi za Wema Sepetu wa Kachube. Wema alitakiwa kuolewa mke wa pili. Wema alikuwa anapewa mahela ya hatari. Nani alikuwa anajua kama Wema alishatembea na Mo? Nani alikuwa anajua Wema kama alishatembea na vigogo wengi nchi? Kuna watu walikuwa wanadate na waume za watu, mabinti tu enzi hizo, mabinti kweli kweli, wanavifua, wanafanywa vitu vya maana, lakini wewe binti mnaendekeza comment na like, na ndio maana hata mkifika miaka 40 hamna kiwanja, hamna nyumba, hamna baiskeli, mnaishia tu kudanki kwenye nyumba za kupanga kwa sababu ya akili hamna. Kusoma hamjasoma, mabwana ndio mnategemea dada zangu, lakini siri pia hamna. Mnaishije? Leo hii mtakaa vigenge mnamsema Nanado ana akili, ana kifua. Nanado kajengewa na mume wa mtu, Nanado kapewa gari na mume wa mtu, Nanado sikafanya nini? Ni kifua kile. Mtamuona hivyo kila siku, mtasema Nanado mchawi, Nanado nini? Kifua. Siri inatakiwa mtoto wa kike uwe na haiba ya kike. Wanaume tumepewa vikoromeo, wanawake mmepewa haiba. Haiba ndo siri yenyewe. Lakini hauna mtoto wa kike, wewe unaangalia trending tu. Wewe unadhani haya sawa, tuongee kiushabiki. Wewe unadhani baada ya kutoa hizo message wewe Zuchu atamwacha bwanake?
huyo Zuchu anatereka kwa sababu umetoa hizo voice za Santos si za nani? Jichanganue wewe. Jua kula na kipofu. Una akili dada. Haya sawa, umepa uzuri wenyewe hivyo hata pia. Uzuri wa hivyo yani sio mzuri hivyo. Una mwili tu mzuri, una rangi nzuri, basi mashallah Mungu akupa haja kwenye mavyote. Wazuri wapo. Kuna watoto wana vifua, wana siri, wanatembea na mume wa mtu, wanachukua mpaka nywele ya utosi, na mke wa mtu akienda kuuliza tu, jamani wewe unatembea na mume wangu, mtoto anakatana na vitabu vya dini anashika na hapa. Baadaye aenda kuomba toba huko. Lakini wewe umekimbilia comment au washauri wanakuzunguka na kushauri vibaya dada. Jamani. So huyo alikuwa ni Juma Lokole kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko mtandaoni bwana, baada ya Rita kuvujisha zile voice note, lakini pia kumchamba mpaka Zuchu mwenyewe. Juma amekuja kurespond hivyo kama ulivyosikia. Kwa kifupi ni kwamba wadau pia mbalimbali huko mtandaoni bwana wamekuja kuweka maoni yao baada ya kile ambacho Juma amekizungumza. Nataka nikusomee baadhi ya comment hapa ambazo zimejitokeza. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana Juma inatakiwa kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana huyu Rita inatakiwa amuulize yule binti anaitwa Lini kisha aendelee. Mwingine anasema bwana haya sasa ni muda wa wanawake kusoma komenti na kumpigania bwana hao. Mdau mwingine anasema kwamba bwana Juma mwenyewe pia kuna mwingine hapa amekuja amecomment kwamba ni kweli bwana, mabinti natakiwa muwe na siri. Mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana afadhali hata Lokole umenisaidia kusema maana nilikuwa natafuta jinsi gani ya kuandika barua. Huyo ni mshamba wa Mburahati. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo kwamba bwana huyo Rita alichokifanya ni kitu cha kishamba kama watu wanaotokea Mburahati. So hivyo ndivyo situation ilivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section kama kawaida. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.